Ushawahi kuona koti ambalo lina muonekano wake wa nje mzuri sana, lakini mteja akilivaa linaanza kuleta mikunjo kwa chini hapo kwenye pindo na mgongoni, huku mgongoni linaonekana kama mfuko wa kubebea vitu. Ushawahi kuona matatizo kama hayo? Tatizo linakuwa sio kitambaa, tatizo linakuwa ni la lining ya ndani. Unajua mafundi wengi wanachukulia lining ya ndani kama kitu ambacho kinafunika tu ile mshoro ya ndani, lakini ukweli ni kwamba lining ya ndani ndiyo inaamua koti lisogee au likae vizuri. Leo bana, tunakuja kuzungumzia makosa ya kushona lining ya suti. Makosa haya ni baadhi nimeainisha hapa. Kosa la kwanza kabisa ni kutokuweka linda mgongoni. Kosa la pili ni lining kuwa fupi kuliko kitambaa. Kosa la tatu ni kushona kwapa lining na kwapa ya koti kwa pamoja. Kosa la nne ni kutumia lining ya bei rahisi. Kosa la mwisho ni kutokuweka zile za kushonea kwenye lining ya mkono. Hizo ni baadhi ya makosa ambayo nimekuwa nikiyastudy kwenye ufundi wangu wote nilipokuwa na shona. Sasa twende tukayaone hayo makosa na namna ya kuyarekebisha. Sasa nimewambia kosa la kwanza ni kutokuweka plate au linda mgongoni. Umeona? Sasa hii hapa, umeona hii ndio linda ambayo tunatakiwa kuileta. Sasa hii linda inasaidia mtu akiwa amekaa, hata kama anaendesha gari, inakuwa koti haimsumbui. Unaona silk inaruhusu kuweka. Kwa hiyo jitahidi sana unaposhona hii linda ya hapa mgongoni, hii hapa uiweke. Usije ukashona koti yako umeinyosha hapa. Hapa patasababisha patachanika mapema, lakini pia hapatakaa vizuri kwenye koti yako. Hiyo ndio kosa la kwanza ambalo watu wengi wamekuwa wakilishona. Kosa lingine ni lining kuwa fupi kuliko kitambaa. Sasa umeona hii hapa, umeona hii lining ni ndefu. Umeona ilivyo hii lining ni ndefu kiasi kwamba kama ingekuwa fupi ingeilazimisha hii ivute hivi. Umeona inatoa shape kabisa ya hii. Kwa hiyo jitahidi sana. Umeona hii inavyokuwa inakuwa na nafasi. Kwa hiyo lining ni kubwa, inasaidia koti kutembea na kurelax vizuri kitambaa cha nje. Hiyo pia inatakiwa kulizingatia hilo. Kosa lingine ni kushona kwapa la lining na koti kwa pamoja. Sasa hili ndo inazingua sana. Umeona hapa tuna makwapa mawili, tuna kwapa la lining hii hapa na kwapa la koti hili hapa. Kwa hiyo mtu mwingine unakuta anaishonea hii kwa hapa lining kabla hajafunga, yani anaviunganisha kwa pamoja, which sio sawa. Umeona kwapa linatakiwa kurelax kama hivi la koti, lakini pia na kwapa la lining linatakiwa kurelax na kwapa la koti linatakiwa kurelax. Unachokifanya ni kuja kushikisha hapa juu tu. Umeona hapa kama mfano nilivyoshikisha hapa, utakuja kushikisha hapa, lakini kwa huku chini huku utakiwi kufanya hivyo, yani utakiwi kufanya hivyo kabisa. Hiyo ndio njia ambayo unatakiwa kuifanya. Kosa lingine ni kutumia lining ya bei rahisi. Sasa hapa ndo changamoto nyingi. Unaweza ukafanya vyote hivi, unaweza kufanya kila kitu, lakini ukitumia lining ya bei rahisi, unajua lining zile za bei rahisi ziko hivi, unapokuwa unaitumia unaacha nafasi kila kitu, lakini unapokuja kunyoosha ile lining inajivuta, inajishinyaa. Ikishinyaa inaivuta nguo ya ndani, inakuwa kubwa, lining inakuwa ndogo. Au kama ukinyosha hapo, ukishapeleka dry cleaner tu, unasababisha hii nguo hii inaanza kuivuta lining hii. Unajikuta huku inaanza kujivuta, inatoa shape ile ya koti. Kwa hiyo jitahidi sana utumie lining ya bei nzuri kidogo, au kama huiamini lining yako, inyoshe kwanza kabla hujaiweka kwenye nguo. Yani inyoshe kwanza kabla hujaiweka kwenye nguo. Ukishainyosha tayari inakuwa imejishinyaa fulani, afu utakata, hata ukija kunyosha baadaye itakupa shape ya nguo halisi. Hiyo ndo kosa nyingine. Kwa hiyo tumia lining nzuri. Kwa mfano kama hizi zinajitahidi kidogo,
unazitumia, zinakalisha vizuri koti yako. Kosa lingine na la mwisho ni kutokuweka nafasi ya kushonea kwenye pindo la mkono na kwenye pindo la mpasuo. Umeona laini nyingi zinasumbua hapa mpasuoni. Umeona namna kushona mpasuo. Umeona huu ni mpasuo wa nyuma unapoweka lining. Kwa hiyo jitahidi sana lining hapa ushone vizuri, lakini pia kwenye mkono huku uache nafasi za kushonea. Umeona kuna nafasi kwamba na nafasi unayoiweka jitahidi sana haitokezi nje huku ikaharibu. Kwa hiyo unaweka nafasi fulani hivi ambayo inaishia kwa ndani huku, ambayo sasa hii nafasi itakusaidia kuja kuweka unapokuja kuweka mkono wako hivi, unapokuja kuweka mkono wako kwamba mkono hautovuta wala kwapa halitovuta. Utakuja unashangaa mkono uko sawa na huku kwa chini, umeona hapa mkono uko sawa, lakini kwa chini huku nyama ipo haijatokeza nje wala haijavuta huku. Umeona hivi ukiweka hivi mkono uko sawa, lakini ukishika hivi kuna nafasi. Umeona hii kuna nafasi hii hapa, lakini huku kwenye kwapa iko vizuri, haijakuvuta. Umeona haijakuvuta. Kwa hiyo nafasi ya siliki inatakiwa kuzidi nusu au robo kila sehemu unapokuwa unashona. Inasababisha nguo ina move vizuri, inaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo ushonaji wa lining wa ndani wa koti ndio unaamua hii koti itadumu au la, na ndio unasababisha koti linapumua kwanza, afu linasogea, afu koti inakuwa mtu ana relax. Kwa hiyo jitahidi sana unaposhona silk ya ndani uzingatie kwamba koti ya silk ya ndani ndio itakayoamua koti lako lidumu au lisidumu, koti lako lisogee au lisogee, koti lako lipumue au lisipumue, koti lako liwe zuri, limruhusu mteja kumove, limruhusu mteja kuendesha gari, limruhusu kufanya nini, kila kitu. Lining ndio kila kitu. Usiweke lining kama kitu cha kufunika mishono yako, lakini weka lining kama kitu ambacho kitamsaidia mteja kufurahia koti yako. Hapa ni Student Hair College, mabingwa kabisa wa ufundishaji. Kama ndio unaangalia video hii, subscribe sasa hivi, kwa sababu tunaenda sasa haya makosa ambayo tumeyajadili yote tunaenda sasa kuyafanya kwa vitendo. Kila siku tutakuwa naangalia kosa moja moja tunafanya. Mimi ni yule mwalimu wako Imani Casual, fundi ni moja tu. Karibu mpaka wakati mwingine.